Wiki hii nilifanya press. Niliita waandishi wa habari. Nitaka kuzungumza nao kwa habari ya utekaji, kupotea kwa watu katika nchi yetu ambako kumezidi sana. Na nikazungumza mambo machache sana. Nikasema kwamba watu wanapotea sana, na hatujui sasa nani anayefuata kwenye kupotea. Unaweza kunyamaza, kumbe unafuata wewe. Na nikasema kwa ufupi kwamba nashauri mambo kadha wa kadha. Kwanza ndio shauri ni kwamba viongozi wa vyombo vya dola, kwa maana ya mkuu wa jeshi la polisi na wasaidizi wake wote walio chini yake, mkuu wa idara ya usalama na walio chini yake wote, mkuu wa jeshi la wananchi kwa maana ya TPDF, CDF na walio chini yake wote, mkuu wa jeshi la magereza na walio chini yake wote, mkuu wa jeshi la uhamiaji na walio chini yake wote. Nikasema kwamba hawa kimsingi wao wanateuliwa na Mheshimiwa Rais au na taasisi ya rais. Na nini kimetokea? Hawa watekaji wanateka watu, hawapatikani. Nakuta mama analia, baba analia, familia inalia, nchi inaomboleza kwa sababu ya watu kuwa wanatekwa, wengine hawajapatikana mpaka leo. Nikatoa orodha ya watu 83 ambao wengine wametekwa hawapatikani kabisa, wengine wametekwa wakapatikana, wengine hawajulikani. Kwa kati ya hao kuna watu ambao wametekwa hawapatikani, na kati ya hao kuna missing persons ambao hawajulikani wamekwenda wapi. Na mpaka juzi tarehe 28, Shehe wa Zanzibar, baada ya kuwa nimetoa tamko hili, Shehe wa Zanzibar, Shehe Jabil Haidar Jabil Al-Fasi, kuamkia tarehe 28 mwezi huu wa 5, juzi tu niliposema, alichukuliwa nyumbani kwake Fuoni majira ya jioni, na maiti ikaja kuokotwa njiani, njia ya Kizimbani ya Kinumoshi, eneo la Bumbwi Sud. Huyu Shehe Jabil ni muumini wa msikiti wa Ijumaa wa Marindi, naye ameondoka. Lakini tarehe 23 Machi ameondoka pia mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM kule Mwanza, naye ameondoka tarehe 23 Machi, hajapatikana mpaka leo. Kwa hiyo watekaji wanateka mwana CCM, wanateka kiongozi wa dini, wanateka mwananchi wa kawaida. Juzi tu mmeona kiongozi wetu Father na Padri Kitima, ambaye pia ni katibu wetu wa teki, alivamiwa na watu, akapigwa, akaumizwa, na wale watu walikuwa na nia ya kumuua kabisa, akasurvive. Katekista wetu mwingine kule naye kavamiwa, naye kapigwa, kaburuzwa. Muda usingetosha kuleta mtu mmoja anaitwa Mdude kule Mbeya, watu wameingia nyumbani kwake, wamevunja mlango, wamemburuta, wameondoka naye, hajapatikana mpaka leo. Kwa hiyo watekaji wanateka mwana CCM, wanateka kiongozi wa dini. Unapochukua shehe, unamchukua nyumbani kwake, anakwenda anaokotwa, ameuawa. Hatujui nani atakayeuawa baadaye. Nataka nisisitize, Chama cha Mapinduzi ambacho wahasisi wake ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na Abeid Aman Karume, chama hicho hakikubali utekaji. Hakikubali utekaji. Narudia tena, chama hicho, Chama cha Mapinduzi, hakikubali utekaji. Na mimi mpaka sasa ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, naungana na waasisi wetu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na Aman Abeid Karume na viongozi wengine wote wa Tanzania waliowahi kutawala nchi hii, akiwemo Ali Hassan Mwinyi ametangulia mbele za haki, akiwemo Benjamin Mkapa ametangulia mbele za haki,
akiwemo Jakaya Mlisho Kikwete ambaye tuko naye leo, akiwemo John Pombe Magufuli na viongozi wengine wote. Hawa wote hawajaasisi chama cha kuteka watu, na CCM sisi si watekaji, na anayeteka watu anateka kwa nia yake yeye mwenyewe. Mmenisikia ndugu zangu? Mpaka leo mimi ni mwanachama wa CCM ambaye hataki utekaji. Narudia tena, sitaki utekaji. Narudia tena, sitaki utekaji na watu kupotea kwenye mazingira ya kutatanisha.